Ni miongoni tu mwa taarifa ambazo tumekuandalia pale pembeni. Nitakuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Roda Nyamai, na jina langu ni Ruga Ival. Unatupata mbashara kupitia mitandao yetu yote ya kijamii TV47, YouTube, Facebook na pia X. Jina langu ni Ruga Ival. Hujambo na karibu. Hata hivyo tunaanza na taarifa ya tanzia, ambapo mzozo unaendelea kati ya mama na baba mzazi wa msichana mwenye umri wa miaka 13. Hii ni baada ya msichana kwa jina Peace Mwende siku 10 zilizopita Kajiado kuhusu mipango ya mazishi walivutania hili. Peace Mwende, mwanafunzi wa darasa la 7 katika shule ya msingi ya Olosirikon, alivamiwa na simba katika makao ya watumishi eneo la wanyama la kibinafsi, eneo la Tuala Emakoko, ambako alikuwa amemtembelea babake mzazi anayefanya kazi katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi. Chichi Josephine na mengi zaidi. Peace Mwende ambaye ni mwanafunzi wa grade ya 7 katika shule ya msingi ya Olosirikon alivamiwa na simba katika makazi ya watumishi wa hifadhi ya kibinafsi ya Tuala eneo la Emakoko, ambako alikuwa amemtembelea babake mzazi. Mtoto aliniomba ruhusa akaenda kusalimia mwenye alimzaa. Tulizaa naye akakaa Friday, Saturday, Sunday ndio walitumana niletewe report. Hata hivyo, mipango ya mazishi yake yanayotarajiwa kufanyika Alhamisi bado hayajathibitishwa kufuatia mzozo kati ya mama na baba mzazi wa msichana wa miaka 13 waliotengana. Mimi napeleka mtoto kwetu kwa sababu huyu hatukukaa naye. Ni ile tukukutana na tukazaa. Na wakati nilipata mimba, huyo mwanamume alienda na akiendanga. Mamake Elizabeth Mawia, ambaye amehuzunika, anasema mpenzi wake wa zamani amekuwa akiingilia mipango ya mazishi katika kaunti ndogo ya Kitui Magharibi, ingawa hawajawahi kuoana wala kuishi pamoja. Nataka amani, wanipe amani nisike mtoto wangu. Kwa sababu hakuna siku hata yeye nitucheka naye hata siku moja. Hiyo miaka yote, miaka 13. Aliniacha nikiwa na mimba na akaenda. Sasa imetoka wapi anataka mtoto wakati amekufa? Anamshutumu mzee huyo kwa madai ya kumtishia maisha. Sina amani, mimi hata silali kutoka huyo mtoto ni akuve. Sijalala siku. Pande hizo mbili zinazozozana zilitwa na chifu wa Olosirikon Jason Titapatat ili kumaliza tofauti hizo mbele ya wanafamilia mapema wiki hii. Katika barua iliyoandikwa Aprili 28 mwaka 2025, chifu alimtambua mama huyo kwa familia ya karibu ya msichana huyo. Kama jana tulikuwa tupewe barua na chifu ndio tumalize hii mambo. Sasa pale tukaenda, tukangonja, tukikaa hapo mimi niliona group magari zimeingia. Hao watu siwanjui, wale nilijua ni yeye mama wa Safana. Wengine siwanjui. Chichi Josephine, TV47.